Les amoureux, kipindi Madhabahu Mapenzi kwa ajili yenu. Leo nataka niongee na baba zangu na vijana, kuambia hivyo usioe mwanamke kama hujajua mwili yake. Dunia imeshabadilika kabisa. Mwanaume akizaliwa, nguvu zake kama vile miaka inaendelea, za mapenzi zinaenda kupunguka kidogo kidogo. Lakini kwa mwanamke sio hivyo. Zaidi miaka yake inaongezeka na ndio anakuwa na feeling ya mapenzi tena sana kabisa. Tendo la ndoa anayefanyikiwa kizaidi ni mwanamke. Mkifanya naye mapenzi, mkikuwa kwenye madhabahu, utamu wa tendo la ndoa yeye anaisikia 3 juu ya 4, c'est-à-dire 3/4 ya sentiment c'est la femme. Lakini kwako wewe mwanaume c'est 1/4 seulement, c'est-à-dire 1 juu ya 4. Kwenye madhabahu mapenzi, ukimaliza kumchapa mwanamke fimbo ya Musa, ni wewe ndio umechoka. Siansa imesema kwamba ni kama umetembea kilomita 28 kwa miguu, 28 km à pied. Kusema après kufanya mapenzi na mwanamke, wewe mwanaume unachoka zaidi. Okay? Sasa imagine mwanamke ameshawahi kujua mapigio ya ngoma ya Jacques. Anajua namna Paluku anachapa drum, raka, anatia magroskes. Miaka yake nyingi, kwani anaishi kwa siri. Atakwambia anaweza kuwa tena wanaume 100 anajua matekniki zao. Sasa wewe unayekuja leo unataka kumtia nyumbani mwako bila wewe kufanya naye tendo la ndoa. Nakwambia ukweli, kama hautakuwa kwa level ya kumpa raki mapenzi kama wale amewatia ndani ya memory yake, waliomchapa fimbo ya Musa vizuri, waliopasua madhabahu yake ya mapenzi, kindani akajazwa kitabiri, ujue kesho jirani ndiye atakupa mtoto hapa kwa tumbo ya mke wako. Ujue kesho yo garde du corps yako ndio atamchapa fimbo ya Musa tena chini ndani ya gari. Ujue pastor kesho ndio atakuwa naye. Kesho yake upo dokta huyo anayemtunza ndio atakuwa mpenzi wake. Na ndio kwako wewe mwanaume, heri kwanza anza kufanya mapenzi na mwanamke. Utajuaje kama iko tayari kwako baada ya kufanya tendo la ndoa na mwanamke? Akiwa alijazwa, ametabiri, ameshiba, anakuwa na adabu zaidi kwako, atakuheshimu, anakuwa na wivu, atakuandikia message n'importe quand. Haiwezekani kwake kwa wiki moja akose kukuona.